kutoka Petro wa kwanza sura ile ya 4 na ule mstari wa 10. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari ule wa 10. Unaweza kuona tu kwenye kitabu chako pale kwenye cover page. Tutasoma katika jina la Bwana. Kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Amen. Naomba mketi. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu wa Dayosisi yetu ya Kaskazini na kiongozi wa Kanisa Kuu Moshi Mjini, mpendwa mchungaji chaplain kutoka James Mkia, wachungaji wote mliopo na watumishi wa usharika, wajumbe wa mkutano mkuu wa 33 pamoja na waalikwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Napenda kumshukuru Mungu ambaye ametuweka hai mpaka leo, lakini kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Na kipekee sana Mheshimiwa Mwenyekiti Baba Askofu, ninakushukuru sana kwa kunialika, lakini kunipa nafasi ya kusema neno kuu na wajumbe. Baba Askofu, nasema asante sana. Niwaletee salamu kutoka ofisi kuu ya jimbo letu, wanawasalimia katika jina la Bwana. Mbona mpokea kwa unyonge namna hiyo? Wanawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Amen. Mheshimiwa Askofu, kabla sijaendelea, ninapenda kupongeza kwa kuwa mkutano mkuu ambao ni sehemu na chombo cha juu kabisa cha maamuzi kwa ngazi ya usharika, na wewe ni kati ya sharika za jimbo letu zinazofanya vizuri sana, na naweza kusema ni nambari 1. Na kwa kweli kanisa kuu ni kipimo chetu. Mahali tutakupima utendaji kazi wetu ni kanisa kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa kuu, lakini niwaambie pia kwamba kanisa kuu ni nguvu ya jimbo la Kilimanjaro Kati. Kwa hiyo mnatusaidia sana, kama sio ninyi bila shaka jimbo letu Baba Askofu lisingekuwa na nguvu hiyo nayo. Kwa hiyo nakushukuru Baba kwa neema ambayo Mungu ametupa. Sisi wa Kilimanjaro Kati, kanisa kuu liwe kati. Hili jambo kubwa sana pengine wa Moshi Mjini ya mjini. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tumepewa neno kuu, kila mmoja kwa kadri ya karama aliyopewa itumieni kwa kuhudumiana. Mgeuke ndani yako, unajua karama yako? Pengine hajakusikia vizuri, unajua karama yako? Na kama unaijua unahudumia wengine? Ndugu zangu wapendwa, somo ambalo tumelisoma ni barua ya Mtume Paulo kwa ameandika akiwa kule Rumi, na inasemekana ameandika mwaka wa 64 baada ya kuzaliwa kwa Kristo, na aliandika akiwa kule Rumi, na amewaandikia Wakristo ambao walikuwa sehemu ya utawala wa Rumi, ambayo kwa sasa ni Uturuki, na aliwaandikia ili kuwatia moyo, kwa sababu kipindi kile mnajua kwamba Ukristo haukuwa rahisi. Ukristo haukuwa rahisi, ilikuwa ngumu kweli kweli. Kwa hiyo aliwaandikia waraka huu kama kuwatia moyo ili wasikate tamaa, na njia mojawapo ya kutiana moyo ni kwa kutumia karama na vipawa tulivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wamewaandikia ili kuwatia moyo, na ndivyo tunavyofanya leo. Leo tunataka tutiane moyo kwa kazi ya Mungu ambayo ametupa kuifanya. Na hapo mwanzo niseme kwamba kila Mkristo amepewa karama. Hakuna Mkristo
hata mmoja ambaye hajapewa karama. Wengine wamepewa 2, wengine 3, wengine 1. Kila mtu amepewa karama. Na labda hapa mwanzo nizungumze kidogo tofauti ya karama na vipawa. Mambo haya mawili yanatumika interchangeably. Mmoja inatumia mwenzake na unaweza ukafikiri vyote ni kimoja, lakini vyote si kitu kimoja. Ukiangalia chanzo cha karama anapewa Mkristo anayemwamini Kristo. Kipawa tunasema hii ni spiritual gifts ambazo kila Mkristo anapewa na Mungu na anapewa na Roho Mtakatifu. Ni zawadi ya kiroho ambayo kila muamini anapewa. Kwa mfano, unabii, uponyaji, ufafanuzi wa lugha, mtu ananena kwa lugha pale, mwingine anapewa uwezo wa kutafsiri, lakini mwingine anapewa neno la maarifa, mwingine anapewa neno la hekima. Na ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 utaona haya yanayosema. Lakini vipawa ni talents, ni natural abilities ambazo kwa kweli kila mtu awe Mkristo asiwe Mkristo anazaliwa nazo, anapewa na Mungu, anapoumbwa anakuwa nazo. Na kwa kweli zote ni Mungu anatoa, lakini hii ya kwanza inamiminwa kwenye kanisa, na kila Mkristo anayeamini anapokea karama yake. Lakini kipawa, talent, mtu anapewa kwa kweli sababu ameumbwa na Mungu, na anaweza akakiendeleza kipawa chake, anaweza akakikuza. Nitaongea kwa kina kidogo kule mbele kadri tunavyoendelea. Kwa mfano, mtu ana kipawa cha uimbaji, ana kipawa cha uandishi, ana kipawa cha uongozi wa asili. Kuna watu ambao ni natural leaders, lakini kuna wengine ambao wanatengenezwa wanakuwa viongozi, na wengine wana kipawa cha kupika, napika vizuri kabisa, na wewe unaweza kufikiri ni kawaida, lakini kuna mtu amepewa kipawa cha kupika. Sitaki kufanya nani, lakini ninyi mnajua kwamba inawezekana ni mchele ule, lakini anapika huyu, akipika huyu tunasema bora hapa tuhamie hapa, maana anapika vizuri sana. Lakini kuna vipawa kama vya usanii na vingine vinavyofanana hivyo. Sasa karama mtu anapokea, kipawa mtu anaumbwa nacho. Kutaka kurahisisha tu ni hivyo. Kila mtu anazaliwa akiwa na uwezo wa kuandika na kusoma. Hata kama hajaenda shule anakuwa na uwezo huo, labda kama na shida ya deficit kwenye brain yake. Lakini kama amezaliwa katika hali ya kawaida, ameumbwa akiwa na kipawa cha kuweza kuandika. Ndio maana akifundishwa kuandika ataweza kuandika, akifundishwa kusoma ataweza kusoma. Ingawa amezaliwa katika hali hiyo, asipofanya mazoezi, asipoendelezwa, anaweza kuwa anakuwa kweli na uwezo wa kusoma, lakini ataishi bila kujua kusoma na kuandika. Si kwamba hakuwa na kipawa hicho, alikuwa nacho, isipokuwa hakuweza kukiendeleza, ama pengine hakuendelezwa. Lengo na madhumuni ya karama hizi, kwa karama ambazo nimesema zinamwagwa na Roho Mtakatifu, lengo lake ni kujenga mwili wa Kristo, kujenga mwili wa Kristo, na ndipo kunaibuka huduma mbalimbali, na lengo ni kwa utukufu wa Mungu. Kipawa ni kwa ajili ya maendeleo ya mtu binafsi, lakini kipawa hicho kinaweza kutumika kama veso ya kusafirisha ile karama iwafikie wengine. Na kipawa kinaweza kutumika kwenye utawala. Mtu anaweza akawa mtawala, lakini hana karama za kiroho ndani yake, na anafanya vizuri kabisa kutawala. Maana utawala, uongozi ni sayansi,
na mtu akijifunza anaweza kufanya vizuri tu, hata kama huyo mtu pengine sio Mkristo kabisa. Kule Ulaya kuna taasisi ya udiakonia, taasisi kubwa sana kule Ujerumani, ambayo inaongozwa na watu wengine ambao si hata Wakristo, lakini wanafanya vizuri sana, kwa sababu ni taasisi tunasema huduma ya kidiakonia, ingawa ni kipawa kinachoweza kuwekwa ndani yetu, lakini Roho Mtakatifu anaweza kukitumia kipawa hicho hata nje ya kanisa na watu wakapata baraka na wakahudumia. Utendaji wa kazi wa karama na vipawa unaweza kuwa kwa namna ya utaratibu ambao ni structured, lakini karama inawezekana ni kipawa kikatumika spontaneously, kwa maana ya kwamba tumefika kanisani leo, hatukujua kama kuna mgonjwa, akatokea mgonjwa na mmoja wetu akapata ile karama ama na ile karama akafanya maombi na ule mgonjwa akapokea uponyaji. Bwana asifiwe. Nataka niseme kwamba karama hizi sio za kujionyesha, bali ni za kuhudumiana na kujenga mwili wa Kristo. Na sisi ni mawakili. Kama nilivyosema, hakuna hata mmoja wetu ambaye hana karama, hakuna hata mmoja wetu ambaye hana kipawa. Na hicho kipawa ulichopewa na Mungu, wewe ni wakili. Wakili ni yule ambaye ana vitu alivyopewa ambavyo si vya kwake, kapewa na Bwana wake, anapaswa kuvitumia ili kutimiza malengo ya Bwana. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kama nilivyosema, maneno haya mawili yanaweza kuwa yana uhusiano mkubwa. Kwa hiyo karama tunaweza kusema ni kipawa cha kiroho au uwezo maalum uliotolewa kwa waamini wote kwa Roho Mtakatifu, kwa njia ya Roho Mtakatifu, na lengo lake ni kuhudumiana. Wengine wana karama za kufundisha, wengine wana uwezo wa kuongoza, wengine wana kipawa cha ukarimu, wengine wana kipawa cha kutia moyo wale waliovunjika moyo, wengine wana kipawa cha kuombea, na usipokuwa nacho usilaumu, maana Mungu hakumwacha hata mmoja bila kumpa kipawa, bila kumpa karama. Hata mmoja wetu hakuna ambaye Bwana hakumkirimia. Yote mawili naweza kusema. Katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 12, nikianza ule mstari wa 4, nitaenda mpaka mbele kidogo. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo kwa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hakuna karama iliyondoka. Maana wakati mwingine unaweza ukafikiri karama ulionayo ni ndogo na usione sababu ya kuitumia. Mungu aliyekupa karama hiyo, kujua hakika ya kwamba ana makusudi ya kukupa karama hiyo. Ziko sababu mbili za kupewa karama.
Ya kwanza, kujenga mwili wa Kristo. Ndio maana amesema itumieni kwa kuhudumiana. Karama hazikutolewa ili mtu ajivune, bali asaidie wengine, kuwainua walioanguka, kusaidia kurahisisha kupeleka injili kwa haraka, kukuza kanisa la Mungu. Lakini pia ni kwa sababu sisi ni mawakili wa neema za Mungu, na neema tunazozungumza hapa ni karama zile ambazo Mungu ameweka ndani yetu. Na nataka nikwambie mapema, ninawashukuru wengine wote mnaotumia karama zenu, na kama hujaanza kuzitumia karama zako, usichelewe zaidi, maana Bwana aliyeweka karama ndani yako lazima atakudai. Maana hakuiweka ndani yako ili uyatamie, ili uiache. Hapa tujiulize swali hili. Kwa nini Wakristo wengi hawatumii karama zao? Sababu ziko nyingi, lakini nitaje chache hapa. Moja, kuna Wakristo ambao hawajui karama zao ingawa wanazo. Kuna ambao hawajui. Hawajawahi kabisa kutafakari ikiwa wanazo karama ndani yao, na kwa hivyo hawazijui. Lakini sababu ya pili ni hofu ama kutokujiamini. Anajisikia kama na karama fulani, lakini anaogopa kukosea. Kuna watu ambao ni perfectionists, yani wanataka kufanya kila kitu kiwe sahihi 100%. Kwa hiyo anajisikia kwamba ana karama fulani, lakini anaogopa, hivi nikikosea watanionaje? Kwa hiyo anakosa ujasiri, anajiona kwamba hatoshi, kwa hiyo hatumii kabisa karama yake. Lakini kuna wengine wanaowategemea wachungaji na wainjilisti na parishweka tu, wakiwa na fikra potofu, wakifikiria kwamba karama ziko kwa watumishi walioko madhabahuni. Jana nilikuwa na kikao mahali, na nilikuwa na mzee wetu Naiman Ndaringo. Nikamkaribisha afungue kikao kwa neno na sala. Nataka niwaambie alifungua vizuri kama mchungaji. Mpigeni makofi mchungaji. Kwa hiyo kwa nje unaweza kumuona huyu hawezi bwana, lakini mpe anayo ndani yake. Na wewe pia kuna karama ambayo hujawahi kuitumia, ukiitumia utashangaa kabisa. Lakini wengine wanajisahau. Sababu nyingine ya kutokutumia karama ni kujisahau kwa sababu ya mambo ya dunia. Kazi, hakuna nafasi. Lakini kuna msongamano wa mambo ya maisha. Lakini nyingine ni kukosa mafunzo na hamasa ya kutumia karama tulizonazo. Maana hata kama karama unapewa na Roho Mtakatifu, lazima ujifunze namna ya kuitumia. Amen. Amen watumishi. Amen. Sasa inawezekana baada ya kusema hayo, kuna mtu ambaye yuko hapa na hajui karama yake. Namna ya kujua ama kutambua karama ulionayo. Moja, tafakari uwezo ama kipaji unachokifanya kwa urahisi. Kuna mtu hapa ukimshtua kumwambia fanya maombi, anakuambia samahani mtumishi, naomba tu sijisikii vizuri, naomba tafadhali uombe wewe. Anakuambia kutoka practice. Juzi nilikuwa na ibada mahali, mzee wa kanisa nikamwambia tafadhali ufanye sana, akaniambia mchungaji sijisikii vizuri, hapa kuko vibaya hapa. Yaani sauti ile ile angeweza kutumia kwa sala, lakini anajitetea kwamba naona hapa siwezi, ninasikia vibaya hapa. Kwa hiyo kile kitu ambacho ukiamshwa unaweza kufanya bila kufikiri, hata kama utakifanya vizuri sana, ujue hiki ni cha kwako. Bwana asifiwe. Lakini ni kitu gani watu wengine wanakuambia unakifanya vizuri? Ni kitu gani unachokifanya? Usifikiri karama ya Roho Mtakatifu labda ni matendo ya miujiza fulani ya kutisha. Kuna mambo ya kawaida kabisa. Ya kawaida kabisa ambayo unayafanya na unafikiri unafanya kwa kuwa wewe
una ujuzi fulani, lakini ni kweli ni karama. Mtu mwingine hawezi kufanya vizuri kama wewe, hata akisomea. Ni huduma gani unapata furaha ukifanya? Ukija kanisani ni kitu gani unafurahia kufanya? Ukikifanya unasikia furaha, na usipopata nafasi ya kukifanya unasikia kupungukiwa. Hicho kitu hicho ndio karama Mungu aliyokupa. Kwa hiyo ili uweze kutambua karama yako, kwanza omba uongozi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayegawa karama na vipawa, na usipokuwa mtu wa maombi huwezi kutambua kipawa chako. Mwambie tu, Bwana, nataka kukutumikia. Hivi karama yangu ni? Atakwambia kabisa. Atakwambia. Lakini jambo la tatu, shiriki kikamilifu katika huduma za kanisa. Inawezekana umeomba hujasikia sauti sababu ya kukosa uzoefu, lakini kuna mtu amekwambia, lakini ingia kwenye kanisa, anza kutumika. Ukianza kutumika, karama yako itatambulika na wewe mwenyewe utajigundua, kumbe niko vizuri zaidi hapo. Jiunge na idara ama kitengo kinacholingana na karama yako ama kipawa ulicho nacho. Ukisikia hamu ya kuimba, hebu nenda tukaimbe, hata kama sauti yako haijulikani ni ngapi. Maana wengine inawezekana hatujui hata sauti yetu ni ngapi. Wewe nenda tu pale, wataalamu watanyoosha sauti yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama unatamani kuhubiri na unasikia you are a public speaker, basi jiunge na watu wanaozungumza. Anza kuzungumza hapo nyumbani kwako, anza kuzungumza makundi madogo. Maana wengine wanasema, mchungaji, nimezuiliwa, nataka kuhubiri lakini sijapewa nafasi ya kuhubiri. Hakuna mtu aliyekunyima kuhubiri. Mhubiri hata mke wako, hata mume wako, mhubiri. Amka, mwambie mama, amka, nina neno la Bwana kwa ajili yako. Anza kupiga injili. Utashangaa kipawa kinafanyaje? Kinainuka. Kabisa. Unataka kufanya maombi, usambie hawanipi nafasi ya kuombea watu. Ombea nyumbani kwako, ombea majirani. Hakuna hata mmoja atakayesema ya kwamba sijapewa nafasi ya kutumia karama yangu. Lakini wengine wamepewa moyo wa kuhudumia wagonjwa. Wengine wanataka kutoa, yani wakiona kazi inaharibika mahali, anataka watoe mara moja. Wala hasubiri uwiano, sijui mpango, utangazo, sijui harambee. Yani hasubiri, maana ile karama iko ndani yake. Hata subiri. Anasikia kuumia ndani, anasikia ili apone afanye, na akishafanya anapumua. Bwana asifiwe sana. Kabisa. Na wengine mmewaona, pengine kanisa kuu hawajajitokeza pengine, lakini mmewaona watu ambao wamekuwa mstari wa mbele, kila kazi kubwa ikifanyika anasema hiyo naomba niachieni, hiyo naomba nifanye mimi. Na wengine wametafsiri pengine huyu mtu ana kiherere, anajifanya wakimbele, mbona anajifanya kama ana mali kuliko wengine. Karama yake ni ya utoaji. Bwana asifiwe. Na ukifuatilia uwezo wake wa kiuchumi mtu huyu unakuwa siku baada siku, maana Mungu anapitisha baraka hapo, maana yeye yuko tayari kubariki watu wengine. Kabisa. Kabisa. Utasikia ametoa tena, unajua ametoa hizi hela. Kumbe anayo karama ya kutoa kusaidia wengine wapate kupona. Maana alizonazo zinamtosha vizazi vitatu, na bado anataka kusaidia wengine. Yuko mwingine anaweza kuwa anazo nyingi kabisa, wala hajui azipeleke wapi, na anaweza akafa zikapotea. Kwa nini? Hana karama. Hana karama ya utoaji. Mchungaji mmoja Amerika akaniambia kwamba mzee mmoja taikuni alipokaribia kufa, alimuita kijana wake, ana billions of dollars kwenye akaunti yake. Akamwambia, mwanangu, I'm about to die, tafadhali uchukue ile hazina. Yule kijana akamwambia, Daddy, I'm sorry, that is for you and I have mine. So please, ujue utakupeleka. Hivi kama ni wewe ungefanya? Una mamilioni ya dola kwenye akaunti. Unajua mtoto wako atarithi, anakuambia, I'm sorry daddy, I have my own, hiyo peleka unapotaka. Alafu unaona kabisa graph inakwambia wewe karibu unazima, unajua
wenzetu wameendelea, unaangalia skilipo na unajua bado masaa mawili uondoke. Ndio maana yule mtu aliambia tajiri kwamba unavyosema unafungua gala uweke vitu hivi na usiku huo nataka moyo wako hivi vitu ulivyowekea akiba vitakuwa vya nani? Kwa hiyo huyu mtu si kama ni mchoyo, ana family plan. Anajua mimi nataka nitenge utajiri wangu, niachie familia yangu utajiri. Hakuwa na mawazo kama kuna kanisa, kuna watu wenye mahitaji, atoe zile hela. Yeye anawazia familia yake. Huwezi kumhukumu useme kwamba amekosea. Ile eneo hayuko. Kuna wengine wana uwezo wa kuombea watu, na nikwambia kuna watu wanatamani vipao vya watu wengine. Yaani Bwana amekupa kipawa chako, amekupa karama yako, lakini unatamani kipawa cha mwingine. Eti kwa sababu yeye ana popularity, ana utukufu, anaheshimiwa, na wewe unafikiri kwamba ukiomba kama yeye utaheshimiwa hivyo hivyo. Kuna watu wanaiga mpaka sauti na matokeo yake wanasema huyu jamaa anajua kuzungumza kama mchungaji mrembo. Wanampigia makofi kwa kujua kuzungumza, kuiga kama kufanya comedian hivi. Kwamba anaweza kuiga wengine, lakini kwa kweli hicho sio cha kwake. Sasa jinsi ya kutumia karama. Kwanza nataka nikwambie kutumia karama sio hiari. Ni lazima kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Maana karama hiyo sio kwako, na Mungu ameiweka ndani yako timely kwa muda maalum uitumie. Kwa hiyo kama hujajua mpaka sasa ni hatari sana, maana unaweza kwa kweli kujikuta kwamba unagundua baadaye sana muda ukiwa umeshapita. Tumia karama yako sasa, na lengo lake ni kuhudumia kanisa la Mungu. Kama ni kuhubiri, hubiri sasa. Kama ni kufundisha, fundisha sasa. Kama ni kuonya, onya sasa. Kama una pesa, toa sasa katika kazi ya Mungu. Maana hujui utakapolala zitakuwa mali ya nani. Na nikwambie hata hao unafikiri watazitunza, unaweza umezitunza miaka 50 iliyopita, lakini unaweza kuzitumia ile wiki ukazimaliza kabisa ukapata maskini. Ni bora zingejenga kanisa la Mungu, sio wapendwa, ambalo litatumika kwa vizazi kwa vizazi. Nataka nikwambie karama umepewa bure, na hata uwezo wa kutumia karama hiyo umepewa bure. Lakini ujue kwamba karama ulionayo ni kama mbegu. Mbegu bora kabisa ambayo Mungu amewekeza ndani yako, na mbegu hiyo hata kama ni bora namna gani, isipooteshwa haiwezi kuota. Si ni kweli wapendwa? Na hata ikiota isipopaliliwa na kuwekwa mbolea na vitu vingine, haiwezi kuleta matokeo yanayotarajiwa. Na Mungu anamaliza, anaweka mbegu. Ni kama mti mzuri umeotesha hapo nje. Ule mti unapewa mbegu. Usipootesha utaota? Hauwezi kuota. John Maxwell, mchungaji, daktari, anasema kipawa hakitoshi. Talent is never enough. Yeye anasisitiza kwamba kipawa kinakupa mwanzo. Talent gets you started, but character and discipline keeps you going. Kwamba ukishajua kipawa chako, usishangilie na kusema mimi najua bwana, mimi ni mhubiri. Nimemtest jana naye Mandaringo, nikagundua ni mhubiri mzuri tu. Kabisa. Tena kama reference fulani, uchungaji fulani hivi anao. Asipokupalilia hauna maana. Wala utakaojua kama mimi sikusema hapo ungejua lini. Na yeye asipojitafuta akajenga ule uwezo alionao, hakiwezi kufanya kazi. Kwa hiyo ni muhimu ujue kipawa chako, lazima ukinoe kipawa ulicho nacho. Na unakinoa kwa namna gani? Kwanza kukitambua, pili kukitumia, tatu kujenga discipline ya kukitumia. Maana ili upate nguvu na uwezo ni kama misuli ya mwili. Usipofanya mazoezi haiwezi kuwa imara, ila ukifanya mazoezi inakuwa imara. Hata ubongo usipofanya mazoezi ya ubongo unabaki hivi hivi. Hata kama umesoma siku nyingi, usipofanya mazoezi ya ubongo, kwa maana ya kusoma, kufanya uvumbuzi na vitu vingine kama hivyo, unaweza ukashangaa baada ya miaka kadhaa kile ambacho umejifunza wala ukikumbuka, wala uweze kukitumia.
Kwa hiyo tambua kipawa chako. Kama hujajua mpaka leo, kitafute kwa bidii, maana nataka nikwambie, utakapokigundua ukiwa mzee ama siku zimekwisha, utajuta. Utajuta. Maana utajigundua kwamba una kipawa hiki kizuri. Fikiri kwa mfano, kama wewe ni athlete, ni mkimbiaji kwa mfano, si kuna limiti? Kama wewe ni footballer kwa mfano, si kuna miaka inapita? Ukija kugundua wewe ni footballer miaka 55, utacheza kama veteran, wewe unafanya sasa. Kwa lazima ukigundua kipawa chako mapema ukitumie. Na niseme kwamba hata kama umekuta umri wako umeshakwenda, bado Bwana anaweza kukitumia kipawa hicho kwa utukufu wa jina lake. Maana kuna ambao wameitwa asubuhi, kuna wameitwa mchana, na kuna wanaitwa jioni, lakini wote talanta zao ni ngapi? Ni ngapi wapendwa? Ni moja. Tambua kipawa chako, kijenge, kitumie kwa nidhamu, fanya mazoezi ya kila siku. Fanya tu, hata kama watu wanakucheka, fanya tu. Kama msharika hapa unatamani kuwa mzee wa kanisa for instance, unatamani kuwa mzee wa kanisa, unatamani kazi nzuri, usione aibu. Anza kuwasaidia wazee. Usaidie wazee. Na ukiona msharika anakusaidia mzee, simwambie hujachaguliwa, anapalilia kipawa chake. Bwana asifiwe. Anapalilia kipawa chake. Vijana wetu wanapenda muziki. Na vijana wetu Gen Z for instance wanapenda muziki wa sauti kubwa kabisa. Sisi kazi yetu sio kuambia acheni msifanye hivyo, ni kuwa regulate, kuwatengenezea kipawa hicho kusaidia, maana kinasaidia wao, lakini in a way kinaweza kumsha kanisa. Maana asifiwe. Ila kisipotumika vizuri ndio matokeo yake inakuwa ni chaos kwenye ibada kuna utulivu, wazee wanaondoka satisfied, wanasema leo ilikuwa ni makelele tu pale. Lakini wakielekezwa kutumia vipawa vyao vizuri, wakiona kwamba wametumiwa vizuri, wataendelea kukua katika neema ya Kristo, na mwisho utakuwa faida kwa kanisa la Mungu. Tukiwaacha, watajaza makanisa ya wenzetu, watajaza. Na baadhi wenzetu wanawaferi kweli kweli, wanawanunua, wanawalipa kupiga mangoma ambayo tunaambia kwa tuzime. Fanyeni utafiti. Ni asilimia ngapi ya vijana wanakuja kwenye sharika zetu? Wanakuja kanisani wakati. Ni kweli tuna ibada yetu ambayo ni very formal, ambayo iko very structured, lakini huyu kijana wala hataki kusikia historia yake, wala hataki kusikia kwamba imetoka kwa Mungu. Ana kitu chake kinachemka ndani. Sasa kinapochemka, sisi tujue hiyo ni karama, ni kipawa, tutafute namna ya kukinacha. Bwana asifiwe. Sisi wote hapa tumekuwa vijana, sio? Na kuna mambo ambayo tulisaidiwa mpaka tukafika mahali. Tusingelisaidiwa pengine tungelipotea. Kabisa. Unaonaje kijana ni bora apige ngoma kanisani ama akapiga orchestra? Ama kwenye majumba ya starehe? Apige hapa, tu regulate. Punguza mwanangu, punguza. Maana vijana wanataka mpaka ile cha sauti kifike mwisho kabisa. Hata akiimba usikie naimba kitu gani. Lakini anasikia mazanga vijana katikati huko, unasikia anapokea. Anasikia anapokea, anaka na mguu hivi. Unashangaa unasikia kitu gani? Anasikia maneno yote kabisa. Sasa dumisha nidhamu ili kukitumia kipawa chako. Sasa nimekuambia kwamba hujachelewa ukitumia kipawa na karama Mungu alikupa. Na hutaweza kuongeza ufanisi katika kipawa Mungu alichokupa kama hujaanza kukitumia. Na kama umezoea kufanya hivyo kila leo, usipobadilika, utaona mabadiliko ya kipawa ulichonacho. Lakini jambo la tatu, tafuta kocha. Mentor. Want to be a public speaker? Wako public speakers duniani wengi. Physically unaweza kuwapata, lakini online unaweza kuwapata, kwenye vitabu unaweza kuwapata ukajifunza. Ukawa public speaker. Na public speaker unaweza kuwa kwa maana ya society kwa ujumla, lakini ukawa public speaker kwa maana ya kujenga makanisa yetu, kwenye jumuiya zetu, tukafanya vizuri kuongoza watu wetu. Tafuta mtu aliyefanikiwa katika eneo ya kipawa chako akuongoze. Na usione aibu, wala usiseme mimi nimeshakuwa mzee siwezi kujifunza tena. Haijawahi kuwa hata siku moja siku ikasemwa huu ni mwisho wa kujifunza. Kujifunza ni kila siku mpaka utakapokwenda kaburi.
Usitaje umri ulionao. Umri just a number. Ni namba tu. Lakini still unaweza kujifunza. Kuna bibi mmoja amepata PhD juzi hapa Mwenge University. 70+. Amepata PhD juzi tu hapa. Hasomi ili ajiriwe au ili apate si prestige. No, kuna room ya kujifunza. Kuna room ya kuongeza kipawa chako. Kuna room iko. Tumia hii nafasi. Lakini ujue kwamba kuna muda wa mwisho kutumia kipawa chako. Kumbuka, nitoe mfano huu, pengine kama muda utakuwa umeisha nimeishia hapo. Mnakumbuka yule bwana aliwapa watumishi talanta. Mnakumbuka? Kitabu cha Mathayo 25. Akampa huyu 5, akampa huyu 2, akampa huyu 1. Aliporudi akataka hesabu. Yule wa 5 akasema, hizi hapa bwana 5 zaidi. Akasema, well done, mtumishi mwema, nakupa miji 10 zaidi. Yule wa 2 akasema, hizi baba nimepambana, nimeleta tena 2. Very good, miji 4. Yule wa mwisho akasema, yani ulivyonipa niligundua wewe ni mgumu sana, unakusanya usipotawanya. Nilivyogundua hivyo nimekuwa mwaminifu. Nimechukua ile elimu yako nikaifunika vizuri, haijaharibika wala haijaibiwa. Chukua. Mwenye talanta akamwambia, hebu mnyang'anyeni huyo mmoja, mpeni yule wa 10. So bani na 10 inaongezeka tena 11. Mwenye vingi anaongezewa. Ambaye ana kimoja, hata kile kimoja kwa nini kinaondolewa Bwana. Wewe uko hapo, Bwana amewekeza ndani yako, na unafikiri ni utani? Unafikiri ni utani? Mungu amewekeza ndani yako, anakutazama tu. Kuna siku atakuja atakwambia, nipe hesabu. Unamwambia, Bwana unajua nilikuwa busy. Kwa busy sana Bwana. Kweli najua ulinipa. Nikawa mwaminifu, nilikuwa nakuja kanisani kabisa. Nilikuwa mwaminifu. Atasema, mnyang'anyeni hata hicho kimoja alichonacho. Sio kunyang'anya tu, mtupeni nje. Mungu akusaidie mpendwa. Mungu akutumie. Mungu akuwezeshe. Ukijue kipawa chako ulichonacho. Ukitumie kipawa ulichonacho sasa. Maana siku zinakuja ambazo hutaweza kukitumia hata kama ukitamani kukitumia. Usione aibu kuanza sasa. Tena anza na kile kidogo ulichonacho. Kuna law inaitwa the law of compound effect. Law of compound effect ni kwamba unaanza kidogo kidogo na mafanikio kidogo kidogo ambayo inaleta compound interest mpaka mwisho unakutoka juu sana. Na wewe kipawa ulichonacho, hata kama ni cha kuhubiri, anza pale nyumbani kwako. Anza na watu wawili. Una kipawa cha kumtolea Mungu, toa. Mungu anakavyokuambia toa, ana namna ya kurudishia. Tena atakupa mara nyingi kuliko ambao unazofikiria. Toa. Wewe una kipawa cha uchungaji, usisubiri kwenda Magomira. Anza kutunza watu kiroho. Bwana asifiwe. Maana kuna wenye karama za uchungaji hata kama hawajaenda Magomira. Wewe ni kiongozi. Anza kuongoza. Usubiri kupigiwa kura ama kuteuliwa. Anza kuongoza kwenye siku ulionayo. Anza kidogo kidogo. Na uzuri wa kipawa na karama ukianza kutumika kinaonekana. Watakaposema tunamtaka mzee kiongozi wa kanisa kuu, mmoja kwa mmoja anasema Naiman Neringo. Unajua nini? Neringo hakujua hata kama yeye ni mzee kiongozi, alikuwa anafanya. Alikuwa anaongoza watu. Watu wasema yes, this is your leader. Tumia kipawa ulichonacho. Na malizia ndugu zangu wapendwa, Mungu ameshakupa mbegu. Namna ya kuikuza mbegu hiyo ni kazi yako. Tumia mbegu ulionayo kabla giza halijaingia. Tumia mbegu ulionayo. Na mimi niwaambie, kanisa kuu, ninajua mnatumia karama na vipawa mlivyo navyo.
ndio maana mpo mlipo. Lakini kuna wachache kati yenu ambao hawajitumia vipawa vyao na karama zao sawa sawa. Wangezitumia karama zao sawa sawa, na waambia mngeshavuka mipaka ya Tanzania kufungua makanisa mahali pengine, maana uwezo uko na Bwana amemimina karama zote. Na mnyi mnajua miji yote, siri ni hii, miji yote duniani zile natural abilities zinajikusanyanga pale. Zikitumika vizuri utatokea mageuzi makubwa sana. Ninakwambia wewe ni mmoja wapo. Tumia nafasi iliyopo sasa ili Mungu akutumie kwa utukufu wa jina lake. Siku utakapoondoka, siku utaleta mwili wako hapa, watu wasikie gepu, kuna mtu alikuwa hapa ameondoka. Nataka nikuombee, tutakumalizia ili Mungu akusaidie utambue kipawa chako, na kama unakitambua kipawa chako ukitumie sawa sawa kwa ajili ya utukufu wa jina lake.